Yes, wana mtazamaji wa Simba, mchezo wa Simba na Pamba kutokea jijini Mwanza umemalizika, na kama ambavyo wengi mmeshapata matokeo. Mchezo umekwisha kwa sare, na binafsi ni matokeo ambayo naweza nikasema niliyatarajia kwa sababu ya kile ambacho nilikizungumza hapa kabla ya huu mchezo. Wakati kwenye video ambayo ilipita nilipofanya preview ya huu mchezo, kuna vitu kadhaa ambavyo niligusia, ikiwemo ubora wa Pamba pindi unapokuwa katika uwanja wake wa nyumbani. Ni timu ambayo msimu huu hawajapoteza mchezo wote, na katika mechi 16 ambazo Pamba Jiji amecheza mpaka sasa hivi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara amevuna alama 25. Alama 19 kati ya hizo 25 Pamba Jiji amezikusanya akiwa katika uwanja wake wa nyumbani wa CCM Kirumba, na niligusia juu ya wao kuwa na approach tofauti, hasa mwalimu wao Francis Baraza ambaye amekuwa akibadilika pindi namna ambavyo anajua kuzitofautisha mechi kubwa na mechi ndogo. Mbinu ambazo anazitumia kwenye mechi ndogo haziwezi kufanana na mbinu ambazo huwa anazitumia katika michezo mikubwa, na nikagusia kwamba katika mechi kubwa kile ambacho nilikigusia ndio ambacho pia kimetokea katika mchezo wa leo dhidi ya Simba, kwa kuanza na mabeki wengi na wachezaji wengi wenye asili ya ukabaji, akizuia sana na kusubiri counter attacks ama mpira set pieces ili waweze kutengeneza nafasi na kuweza kufunga. Na ni kweli goli lao tumeona limetokana na set pieces, japo watu wengi umekuwa kimlaumu golikipa Tanja Kasali kwamba angetakiwa kufanya bora zaidi ya kile ambacho amekifanya. Yes, na nakubaliana nao. Ilikuwa ni goalkeeping error. Ile shuti limepita katikati ya mikono yake akiwa katika eneo lile lile ambalo alikuwa amesimama. Kwa hiyo naungana na wote ambao wanamlaumu golikipa Tanja Kasali, lakini ni football, makosa ni football, ni makosa, ni sehemu ya mchezo, na ni golikipa ambaye msimu huu tangu amesajiliwa na Simba dirisha dogo amewasaidia pia katika mechi nyingi, amefanya save nyingi hasa kwenye mechi zile za kimataifa. Kwa hiyo hampaswi mashabiki wa Simba kusahau ubora wake. Sasa kipi ambacho kimepelekea leo Simba Sports Club washindwe kupata matokeo ya ushindi? Nafikiri kuna vitu kadhaa ambavyo nitavizungumza hapa. Cha kwanza ambacho kimegharimu timu kushindwa kupata matokeo leo hii, nimekitaja hapo kwamba ni ubora wa Pamba, hasa katika mechi zao za nyumbani. Ubora wa Pamba nikimaanisha mbinu za mwalimu wao Francis Baraza, lakini the way ambavyo hawa jamaa wamekuwa wakicheza mechi zao hasa katika uwanja wa nyumbani wa CCM Kirumba msimu huu imekuwa ni tofauti kidogo na msimu uliomalizika. Lakini pia quality ya wachezaji wao Pamba msimu huu wana quality ya wachezaji wazuri. Nilizungumza hapo ubora wa Matthew Tegesi, mnaweza mkaona nano ambavyo aliwapa wakati mgumu sana mabeki wa Simba, Rushen Derrick, Nixon Kibabage, Ismail Ture pamoja na Shomari Kapombe. Ni mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kuhold sana mipira, ana kimo kirefu, ana nguvu na ana uwezo wa kupiga, bila kumsahau Peter Alasa alikuwa anasumbua sana kwenye eneo la striking force ya Pamba. Lakini kitu kingine ambacho nafikiri kinawagharimu sana Simba ni ufinyu wa kikosi katika michezo hivi karibuni. Ni kitu ambacho binafsi naamini na viongozi wa Simba walipaswa kudili nacho vizuri kwenye dirisha la usajili, kwa sababu kwenye dirisha dogo la usajili, kwa sababu Simba nadhani ndio timu ambayo iliongoza katika dirisha dogo la usajili kuondoa wachezaji wengi ama kufanya mauzo ya kuuza wachezaji wengi ambao walikuwa ni regular starters katika kikosi cha kwanza msimu uliomalizika. Wameondoka wachezaji wengi sana, lakini replacement yao ilifanyika, lakini kwenye baadhi ya maeneo pia, hasa kwenye eneo la ushambuliaji specific. Achana eneo la kiungo cha ushambuliaji ambapo wamekuja wachezaji wapya kama kina Ino Loemba pamoja na Clatous Chama, lakini eneo ambalo nilidhani depth ingepaswa kuwa kubwa ni eneo la viungo washambuliaji wa pembeni. Of course amekuja Libasa, amekuja Aniset Ura, lakini nilidhani Kibu Dennis angebaki kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji, lakini biashara yake ikafanyika, lakini ilifanyika katika kipindi ambacho tayari dirisha lilikuwa limefungwa. Kwa hiyo Simba wakakosa ingizo la mbadala wa Kibu Dennis. Kwa hiyo ufinyo wa kikosi pia unawaathiri sana Simba katika michezo ya hivi karibuni. Mwalimu Steven Becker amekuwa hana machaguo mengi tofauti na chaguo ambalo la Eli Mpanzu. Mechi nyingi kama tunavyoona Eli Mpanzu ndio amekuwa ni super sub, lakini leo hii Simba katika mazingira ambayo amemkosa Ino Loemba ambaye kwenye michezo hivi karibuni amekuwa akicheza kama mshambuliaji kivuli, imemlazimu leo Eli Mpanzu aweze kuanza kama mshambuliaji kivuli, na of course amecheza vizuri sana, lakini tofauti ni kwamba Simba leo hii mwalimu Steven Becker
hakuwa na machaguo mengi ya kutazama. Akigeuza kichwa chake akilitazama benchi lake, alikuwepo Neo Maema, alikuwepo Morris Abraham, wachezaji ambao wamekuwa hapati sana nafasi katika miezi ya hivi karibuni, na of course unaweza kuona impact yao imekuwa sio kubwa sana. Hata walivyoingia kama wachezaji ambao wanakuja kubadili matokeo ama kuongeza kitu cha tofauti, mambo yalikuwa bado ni magumu. Kwa hiyo binafsi mimi ningeshauri viongozi wa Simba wangekaa chini na Jonathan Soa wakaweza kumalizana ili mshambuliaji huyu aweze kurejea katika kikosi cha Simba, kwa sababu katika kipindi hichi timu inakumbana na majeraha ya mchezaji kama Aniset Ino Loemba. Unakuwa unamkosa katika mechi 3 Selemani Mwalimu katika mazingira ambayo pia bwana mdogo ambaye alisajiliwa kama mshambuliaji wa kati Baraka Mwangosi naye anauguza majeraha. Hicho ndio kipindi ambacho ukiwa na mshambuliaji kama Jonathan Soa anakupa dimension tofauti, anakupa option tofauti, na anampa mwalimu mwanda mpana wa kiufundi na kimbinu ili aweze kuisaidia timu katika michezo migumu kama hii ya ugenini. Michezo migumu ya ugenini inahitaji depth na quality ya wachezaji katika mazingira ambayo wachezaji ambao wanaanza wakishindwa kutoa kile ambacho mwalimu amewaagiza, basi mchezaji kutokea bench anaweza kaingia na kuipa timu matokeo ama kitu cha utofauti. Kwa hiyo Simba wanaathirika na baadhi ya wachezaji wao hasa muhimu kuwa nje ya timu, kama mwalimu ambaye adhabu yake pia imeisha leo hii. Kwa tunatarajia kwamba kwenye mchezo ujao dhidi ya TRA siku ya Jumapili atakuwepo uwanjani. Lakini Jonathan Soa niliripoti pia taarifa yake hapa kuhusiana na issue yake ambayo ipo sasa kwenye kamati ya nidhamu ya klabu ya Simba, ikisubiriwa pia mwafaka wake kujua ni nini ambacho kitaendelea upande wake kuhusiana na Innocent Loemba. Kukosekana kwa mchezaji huyu leo hii ilikuwa ni sababu ya majeraha, na ni mchezaji ambaye tangu timu imerejea Dar es Salaam hajatrain kwa nguvu sana. Juzi wakati timu inaondoka kwenda Mwanza hakufanya mazoezi kabisa, alifanya mazoezi binafsi, lakini pia jana kuelekea katika mchezo wa leo dhidi ya Pamba Jiji alifanya pia mazoezi na wenzake, lakini hakuwa yale mazoezi ya nguvu, na mwisho wa siku leo hii hakuwepo moja kwa moja kuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo ilikuwa ni big miss kumkosa Ino, kumkosa mwalimu, kumkosa Soa katika mchezo muhimu na mkubwa kama wa leo. Hakika ilikuwa ni pengo kubwa sana kwa mwalimu Steven Baka. Kwa hiyo wachezaji hawa wanaweza wakarejea katika mchezo ujao, lakini kitu kizuri kwa Simba wanaweza wakarecover pia wachezaji majeraha, kwa sababu baada ya mchezo wa TRA siku ya Jumapili tunakwenda katika wiki ile ya FIFA International Break. Wachezaji walioitwa kwenye timu za taifa watakwenda kuyatumikia mataifa yao, na waliosalia watapata mapumziko mafupi, then timu itarejea kuendelea na harakati za ligi. Kumbuka tarehe 4-5 hapo mwezi wa 4 mnyama Simba atakuwa na mchezo muhimu pia dhidi ya Azam, mchezo wa marudiano ambao utafanyika pia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo leo hii ndio hivyo, timu imepata sare, lakini ni mchezo ambao ulikuwa ushindani sana. Siwezi kuwalaumu Simba, nafikiri makosa yao binafsi kwenye safu ya ulinzi ndio yamewagharimu, hasa kosa la goalkeeper ambalo limepelekea James Mwashinga kupiga shuti kali ambalo lilimshinda Tanja Kasali na kuingia langoni. Lakini ndio hivyo, makosa ni sehemu ya mchezo. Naamini mwalimu atarekebisha na timu itarudi katika winning ways katika mchezo ambao unafuatia dhidi ya TRA.